Tutakuwa na maombi ya kumshukuru Bwana kwa sababu hata sasa bado Bwana ni mwema. Hata nyakati ambazo tunaweza kuwa na maswali mengi yasiyo na majibu, ni mwaliko wa kuendelea kumtumainia Bwana. Tutawaombea wapendwa wetu hawa, tutaiombea familia ya kanisa la Kinyerezi kwa ujumla. Hili jambo waimbaji sio la kwenu, ni la kwetu sisi sote. Tutawakumbuka pia familia ambao wameondokewa na wapendwa wao, kwamba Bwana aendelee kuwatia nguvu na aendelee kuwashika mkono katika kipindi hiki kigumu. Pastor Izungu ataomba na mimi nitahitimisha. Nanyi pia mwaweza kuendelea kuomba kimoyo moyo. Yesu, kwa imani na kutumaini peke yako, nisikie sasa na kunitakasa, ni wako kabisa tangu leo. Tuombe. Mtakatifu na Mungu wetu, Baba yetu na rafiki yetu, katika masaa haya ya usiku wa manane, Bwana, tumekuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukrani. Tumekuja mbele zako tukikukimbilia wewe, tusiaibike milele. Baba, tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa pamoja na wapendwa wetu tangu walipotoka mahali hapa. Tunakushukuru kwa kuwa ujumbe uliowapatia kwenda kwa watu wako waliupeleka, na wengi waliguswa na wengi waliokolewa. Baba, tunakushukuru kwa kuwa hata sasa wapendwa hawa wamefika mahali hapa. Tunakushukuru kwa kuwa Bwana umewafikisha salama. Tunakushukuru hata Bwana kwa ajili ya wale ambao wako hospitalini. Baba, endelea kuwa mwaminifu kwao, ukiendelea kuwa daktari mkubwa, ukiendelea kuwapatia matibabu. Baba, wako wapendwa ambao katika ajali ile walipoteza maisha yao, wanakwaya, lakini familia nyingine katika ajali ile takribani watu 9. Baba wa mbinguni, tunaomba faraja kwa ndugu, jamaa na marafiki na kanisa kwa ujumla. Tunaomba Bwana, katika ibada hii tumepatiwa neno lenye faraja katikati ya machungu, katikati ya majonzi, katikati ya maumivu, katikati ya maswali ambayo hayana majibu. Baba, tunakuona wewe ukiwa mwamba mkuu, tegemeo letu. Hivyo usiku huu wa leo Bwana, tunajiachia mikononi mwako. Pale ambapo panahitajika faraja Bwana, binadamu ambaye hawezi kutoa faraja, ingia kati ukalete faraja. Pale ambapo Bwana hatuwezi kufuta machozi, tunaomba Roho wako Mtakatifu aje mwenyewe ndani ya watoto wako akiwafuta machozi. Baba, tunakuomba na kukusihi upendo wako ukawakumbatie wapendwa hawa. Upendo wako ukawakumbatie kanisa la Kinyerezi. Yule anayetikisika na kutaka kuanguka, mikono yako yenye nguvu ikamkumbatie. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Asante kwa kuwa wewe umesikia. Mtumishi wako anapoendelea kuomba, Bwana, sikia maombi yetu katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu na Mungu wetu, tumekusanyika usiku huu katika nyumba yako hii iitwayo kwa jina lako. Tumekusanyika katika uzoefu ambao una mchanganyiko wa hisia.
wengine machozi yanatudondoka, wengine mioyo ni mizito, maswali ni mengi vichwani mwetu, na nyakati fulani tunatamani labda masaa yangerudi nyuma, labda Mungu ungetuonesha tukio hili kwa namna fulani, lakini yote haya hayawezekani sasa. Katikati ya yote hayo, bado tunaliita jina lako. Tunaliita jina lako kwa sababu wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiye unayestahili. Tunalisifu na kulishangilia jina lako. Hata katikati ya masaibu haya, bado mkono wako umeonekana. Kwa namna ya pekee, tunaomba kwa ajili ya uponyaji wa majeruhi hawa. Hawa ni wale tu ambao wameruhusiwa, lakini wapo wenzao ambao bado wapo katika vitanda vya hospitali. Wewe uliye mganga na tabibu mkuu, nyoosha mkono wako sasa, kwa wagange wana na binti zako, ili hatimaye Bwana wakainuke tena na hatimaye kazi yako ikasonge mbele. Wapatie ujasiri. Tunafahamu tukio la namna hii linakuja na uzoefu wa aina tofauti tofauti. Wakati fulani picha za kujirudia zinakuja katika vichwa vyetu. Wakati fulani trauma zinajengeka ndani ya vichwa vyetu. Nenda ukatugange Bwana. Ile hofu inayotaka kuzinga na kuzingira mioyo yetu isipate nafasi. Maana wewe Mungu ni mkuu kuliko hata hofu hiyo. Waimarishe watu wako hawa, katusimamishe tena. Tunaomba kwa ajili ya familia ambazo zimepoteza wapendwa wao. Familia za kanisa hili, lakini hata familia za madereva na matingo na ndugu wengine ambao wamefariki. Tunawaombea faraja yako. Wakati fulani sisi wanadamu maneno yetu huwa hayajitoshelezi kwa faraja. Wewe nenda ukawe ndiye mfariji wao mkuu. Tukio hili likatukumbushe kuzihesabu siku zetu. Tukio hili likatukumbushe kutembea tukiwa tumejiandaa wakati wowote ule, ili zamu yetu itakapofika tulale katika tumaini. Ninaomba kwa ajili ya familia hii kubwa ya kanisa la Kinyerezi. Bwana, mkono wako usiwapungukie. Watu wako wamewasha magari usiku huu, wameviacha vitanda vyao, wameziacha nyumba zao. Kila aliyejihudhurisha hapa, mkono wako ukaendelee kuwa pamoja naye. Moyo uliooneshwa, roho iliyooneshwa hii isiishie hapa, bali Bwana hii ikawe ni mianzo tu ya kushikamana na kutembea pamoja. Asiwepo hata mmoja atakayejuta kwamba alikuja kuwapatia faraja watu wako hawa. Bwana, tunanyamaza kimya sasa. Watoto wako watakapokuwa wakienda kupumzika, waondolee maumivu, wapatie usingizi mwanana, waamshe wakiwa na mianzo mipya. Hata sisi sote tunapotawanyika, mkono wako ukaendelee kuwa pamoja nasi. Tukutanishe kwa wakati mwingine. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina.